Na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Pakistan imekanusha madai kuwa inawahifadhia kwa siri ndege za kijeshi Iran. Pakistan imesema kuwa haihifadhi silaha wala ndege za kivita kwa Iran. Pakistan imekanusha vikali madai yaliyotolewa na kituo cha televisheni cha Marekani CBS News, ikiyataja kuwa yasiokuwa na msingi na ya kusisimua kupitia kiasi na yanayopotosha kwamba nchi hiyo ilizipa hifadhi ndege za kivita za kijeshi za Iran ili kuzilinda dhidi ya mashambulizi yanayoweza kufanywa na Marekani kufuatia usitishaji wa mapigano ya hivi punde kati ya Iran na Marekani. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan imesema inaonekana kuwa uvumi kama huu unalenga kudhoofisha juhudi zinazoendelea za kuleta utulivu na amani ya kikanda. CBS News, mshirika wa BBC nchini Marekani, ilidai katika ripoti yake ya mwezi Mei 11 ikinukuu maafisa wa Marekani kwamba ndege kadhaa za Iran zikiwemo ndege za aina ya RC-130 zilipelekwa katika kituo cha anga cha Nur Khan kilichopo Rawalpindi mapema mwezi Aprili. Ripoti hiyo inadai kuwa Pakistan, wakati ikionyesha kama mpatanishi wa kidiplomasia kati ya Tehran na Washington, iliruhusu kwa siri ndege za kijeshi za Iran kuegeshwa katika viwanja vyake vya anga, hatua ambayo huenda ililenga kuzilinda dhidi ya mashambulizi ya anga ya Marekani. CBS News ilinukuu maafisa wa Marekani ambao hawakutajwa majina, ilidai kuwa Tehran ilipeleka ndege kadhaa katika kituo cha anga cha jeshi la anga la Pakistan cha Nur Khan siku chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza usitishaji wa mapigano mapema Aprili. Hata hivyo, mpango huu, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, ni kwamba hii ni mipango mingine ya Marekani kutengeneza namna ya kutoiamini Pakistan, kwamba Pakistan ilikuwa upande wa Iran katika kipindi hiki cha mazungumzo. Lakini Pakistan imesema kwamba hakukuwa na namna yoyote isipokuwa tu ni taarifa ambazo ni za uzushi, taarifa ambazo zinatengeneza mazingira ya Pakistan kuonekana kwamba haikufanya vema katika kazi ya upatanishi. Lakini Pakistan imesema ipo tayari na itaendelea kupatanisha vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo vimedumu kwa takribani siku 40. Vita hivyo ambavyo vimegeukia na kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia hadi kuitaka ifunge mlango wa bahari wa Hormuz. Vita hivyo vilipoanza vilikuwa vya kutaka kubadilisha utawala wa Iran, na mashambulizi mengi ya Israel na Marekani yalikuwa yakiwalenga viongozi wakuu wa taifa hilo. Iran ilijibu kwa kuzishambulia kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Ghuba kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, na vita vilipozidi kutanuka, Tehran iliamua kuvuruga usafiri wa baharini kwa kuzuia meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imeipa Marekani shinikizo kubwa pamoja na washirika wake wanaotegemea mafuta na gesi ambazo husafirishwa kupitia mlango huo wa bahari. Hata hivyo, Iran kupitia jeshi lake la Revolutionary Guard IRGC liliona kuwa kudhibiti mlango huo wa bahari kutaipa Iran nguvu ya kimkakati kuliko kutumia njia ya zamani ya kujibu mashambulizi. Iran imetishia uchumi wa dunia na kuilazimu Marekani kubadili mtazamo wake, na sasa kutaka kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz umegeuka kuwa lengo kuu la vita hivyo. Ingawa Iran imetishia awali kuwa ikishambuliwa itafunga mlango huo wa bahari, tishio hilo limetekelezwa mara kadhaa kwa kushambuliwa kwa meli. Katika nyakati hizi, hali ya uchumi imezidi kudorora, ambapo Pakistan inatumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba vita hivi vinaisha kabisa na kwamba hakuna namna ambayo inaweza kuendeleza vita hivi. Lakini bado kuna msuguano kati ya Marekani na Iran, ambapo baada ya Marekani kupeleka karibia hoja 14 zenye katika ukurasa mmoja, wa Iran wamejibu hoja hizo, lakini Rais wa Marekani Donald Trump ameona hoja hizo hazina mashiko na kwamba haipo tayari kuendelea kuzisoma. Alijibu hivyo weekend iliyopita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.